tutamaliza kile ambacho Roho Mtakatifu ameweka ndani ya moyo wangu kwa ajili yetu jioni ya leo. Kitabu cha Yohana 5 mstari wa 1 mpaka wa 5 nitasoma. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethisada, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutubuliwa akapona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Wacha niongeze mstari wa 6. Na Yesu alipomuona huyu amelala, naye hakijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana Yesu kwa ajili ya jioni ya leo. Nashukuru Baba kwa ajili ya wema wake, kwa ajili ya fadhili zake. Nashukuru Baba wa mbinguni kwa ajili ya mpango mzuri alionao juu ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Haijalishi mahali pale tuko jioni ya leo, hali zako zimo. Ukweli wa mambo ni kwamba Mungu ana mpango mzuri na kila mmoja wetu. Mungu ana mpango mzuri na huduma na kanisa hili katika jina la Yesu. Hata heria hii Mungu ana mpango mzuri nayo kupitia sisi katika jina la Yesu Kristo. Na mpango wa Mungu tuliona Jumapili, Mungu ana njia yake ya kutimiza mpango wake. Nitarudia tena, kile kinahitajika kwetu ni imani na utiifu wa neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ni imani na utiifu wa neno la Bwana. Hakuna jambo ambalo Mungu aliwezi. Hakuna jambo Mungu aliwezi. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi. Mimi nakwambia jioni ya leo, hakuna jambo ambalo Mungu aliwezi. Hakuna kitu ambacho Mungu hakiwezi. Hakuna mahali ambapo Mungu hawezi akakuchomoa katika jina la Yesu. Hakuna hali ambayo Mungu hawezi akakutoa. Na ukweli wa mambo ni kwamba Mungu atakutoa mahali ambapo ulipo katika jina la Yesu. Unapoendelea kumwamini, unapoendelea kumtumainia, yeye ni mwaminifu. Ana njia zake katika jina la Yesu ambazo yeye mwenyewe ameziweka. Mambo tuliomo sisi ambao tuliokoka, tuko wapi katika jina la Yesu? Katika ulimwengu wa roho ni wapi ambapo Mungu ametuweka katika jina la Yesu? Tuko wapi? Na mahali pale tuko mahali tulipo, ni nini ambacho kinapatikana mahali pale tuko? Ni nini ambacho kiko mahali pale ambapo tumo katika jina la Yesu Kristo? Najua hizi nchi sina mambo tofauti. Nchi ambazo zimeendelea kama Europa, kama Marekani, mambo kule ni tofauti na Afrika. Kuna vitu ambavyo kwa kuwa watu ni wenyeji wa nchi zile wanapata. Niliambiwa kwa mfano Japan, mji kama Tokyo, upatikane mtu amelala nje kwa sababu ana makazi, huyo meya huo mji atafutwa kazi. Maana hii miji kama Japani ambayo imeendelea haistahili watu kulala nje. Inastahili nchi hiyo ishughulikie watu kama hao. Na sisi tumekuja katika ufalme wa Mungu
tumo katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu Baba alituhamisha kutoka ufalme wa giza wa shetani. Tuliamini, tuliokoka, tulihamishwa na Mungu kutoka ufalme wa shetani, na Mungu akatuleta katika ufalme wa mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Humu katika ufalme, mali ambapo Mungu ametuleta, je, tunastahili kutarajia nini katika jina la Yesu Kristo? Haleluya. Katiba ya mbinguni ambalo ni neno la Bwana, katiba ya ufalme wa Mungu ambayo ni neno la Bwana, je, imetuhakikishia nini katika ufalme? Nini ambayo ni haki ya msingi katika ufalme? Na wacheni waambie, ufalme wa Mungu si kama ufalme wa mataifa. Maana ufalme wa mataifa haki zimeandikwa katika katiba, wala wananchi hawazipati mpaka wakaandamane, mpaka wakafe. Sivyo katika ufalme wa Mungu, maana mfalme wetu Yesu Kristo Bwana ni mwaminifu, na Mungu anasema inampendeza yeye, inampendeza Mungu Baba kutupatia ule ufalme. Haleluya, nipungieni mkono. Inampendeza Mungu Baba kutupatia ule ufalme. Mungu anafurahia kutupatia ufalme wa mbinguni, si kama serikali za mataifa. Maana wanasiasa wa dunia hii wakiona competition, wale ambao wanaoletea competition hawataki kugawanya mamlaka, hawataki kabisa, wanamalizwa kwa njia zote zile. Lakini sivyo alivyo Baba wa mbinguni. Inampendeza katika jina la Yesu kutupatia huo ufalme, na ndiposa ametufanya na watawala katika jina la Yesu. Ndiposa anatufananisha na Yesu Kristo Bwana ili tufanane na yeye, na ndiposa ametuumba kwa mfano wake katika jina la Yesu, na kwa sura na kwa umbo wake, ili tuwe kama yeye. Kwa hivyo Mungu hana wivu, Mungu hana mashindano katika jina la Yesu, wala Mungu hana ubinafsi. Chochote ambacho Mungu hako nacho ni furaha yake katika jina la Yesu, kutupatia kushiriki nasi katika jina la Yesu Kristo. Hivyo tunapokuwa tumeokoka katika hii safari, katika ufalme wa Bwana, katika kutembea na Bwana, je, tutarajie nini katika hii safari? Tutarajie nini katika imani? Tunaona katika Biblia Mungu anaambia nyumba ya Yakobo, na Mungu anatuambia, sikuwaambia munitafute bure, sikuwaita bure katika jina la Yesu Kristo. Mungu hajatuita bure, Mungu hajatuambia tumtafute bure, Mungu hajatuokoa bure katika jina la Yesu. Ana kusudi njema na maisha yetu, na Mungu ana ajenda nzuri na maisha yetu. Tutakapokuwa katika ufalme, tukapotembea na Bwana, kuna mambo ambayo nimesema tunastahili kunayatarajia katika maisha yetu, na tunapotembea kila siku katika jina la Yesu, tutarajie haya mambo, kwa kuwa haya mambo ni asili ya Mungu kuyatenda katika jina la Yesu. Haleluya, ni asili ya Mungu kuyatenda. Tatumia mfano ili tuelewe. Wale watu wanaishi in the islands, mahali kunanyesha, wanatarajia mvua itanyesha na mvua unyesha. Wanaoishi jangwani wanatarajia jua kali na wanapigwa na jua kali. Haleluya. Haya mambo na yazungumzia ni mambo ambayo yanapatikana katika ufalme wa Mungu na yatapatikana katika ufalme wa Mungu. Yeyote ambaye amo katika ufalme wa Mungu
na na maarifa na na hekima na na ufahamu, katika jina la Yesu atayapata na tutayapata. Haleluya. Nataka kusema ya kwamba tuko pahali pa neema na rehema na wema wa Bwana katika jina la Yesu. Tuko pahali, ufalme wa Bwana ni ufalme wa rehema, ni ufalme wa neema, ni ufalme wa wema katika jina la Yesu. Hii ndiyo asili ya mfalme Mungu na ufalme wake. Hii asili ya Mungu inatiririka katika ufalme wake. Haleluya, katika ufalme wake katika jina la Yesu. Mkiwa na mfalme ambaye ni mfisadi, ule ufisadi utatiririka mpaka chini kwa raia wa chini. Ukiwa na mfalme mwema, wema utatiririka mpaka chini. Mfalme wetu Yesu Kristo Bwana ni mwema. Kwa hivyo tuko mahali pa rehema. Kuna jambo ambalo ningetaka tulianzie kuliangalia hapa katika jina la Yesu. Biblia inasema Yesu, nataka kuzungumzia mfalme wetu Yesu Kristo. Na ufalme na mahali ambapo Mungu ametuweka na kile ambacho tunatarajia mahali pale. Biblia inasema mahali ambapo tumesoma, palikuwa na mtu ambaye alikuwa ni mwanaume. Na huyu mwanaume alikuwa amepooza. Na ukisoma Biblia pale mbele, alikuwa amepooza kwa sababu ya dhambi. Ni dhambi ilikuwa imesababisha haya mambo yakampata. Maana dhambi huleta mapigo katika maisha ya mwanadamu. Huo ni ukweli wa mambo. Dhambi hufanya shetani apige mwanadamu na Mungu pia apige mwanadamu. Sasa huyu alikuwa amepooza miaka 38. Lakini kuna jambo ambalo linaleta tofauti mahali hapa, nipungieni mkono. Kuna jambo linaleta tofauti mahali hapa. Mahali ambapo alikuwa anakaa. Alikuwa amepooza, ni kweli. Alikuwa ametenda dhambi, ni kweli. Maana Yesu Kristo Bwana alipompata baadaye alimwambia usitende dhambi tena, ili jambo mbaya kuliko hili lisije likakupata. Kwa hivyo alikuwa amepooza kwa sababu ya dhambi na alikuwa ametenda dhambi. Na yale alikuwa anapitia ni kwa sababu ya dhambi, kulingana na Biblia pale mbele. Sijasoma, lakini wasoma mwenyewe utaona Yesu alipopatana naye. Lakini mahali ambapo alikaa, binasema paliitwa Bethisadha. Paliitwa Bethisadha. Bethisadha inamaanisha mahali pa neema, mahali pa neema, ama mahali pa uponyaji, ama mahali pa huruma. Alikuwa anakaa mahali hapo. Lakini kwa sababu wakati huo neema kamili haikuwa imefunuliwa, nipungie mkono. Neema kamili haikuwa imefunuliwa. Maana neema yenyewe ilifunuliwa baada ya Yesu kuja na kufa pale msalabani. Hapo ndipo neema kamili ilifunuliwa. Alikuwa anaishi mahali pa neema, mahali ambapo watu wanapokea neema licha ya kile ambacho kilikuwa kimewafanya wawe wagonjwa. Lakini shinda ya hii neema ilikuwa inapatikana kwa mwenye nguvu. Nipungie mkono. Ilikuwa inapatikana kwa nani? Kwa mwenye. Hii neema zamani za kale, kabla ya Yesu kuja, ilikuwa inapatikana kwa mwenye nguvu. Aliye na nguvu ndiye ambaye alikuwa anapokea neema mahali hapa. Aliyekuwa na nguvu za kutii sheria, za kupambana, ndiye ambaye alikuwa anapokea hii neema. Lakini kwa kuwa huyu jamaa, ingawaje alikaa mahali pa neema, hakuwa na nguvu wala hakuwa na wa kumsaidia. Kwa hivyo miaka 1 peka 38
alikaa mahali pale akingojea. Haleluya! Angepata wa kumsaidia, angesaidika. Lakini kwa kuwa Yesu Kristo Bwana, nipungieni mkono. Kwa kuwa Yesu Kristo Bwana alikuja ili wanadamu watakao kuja kwake wapate neema, wapate rehema, wapate msaada, si kwa ajili ya nguvu zao wenyewe, si kwa ajili ya uwezo wao wenyewe, lakini wapate neema, wapate rehema, wapate wema, wapate msaada kupitia Yesu Kristo Bwana. Haleluya! Kupitia nani? Yesu Kristo Bwana. Binasema Yesu akijua hali ya huyu mwanaume akaenda mahali pale katika jina la Yesu Kristo, ili huyu mwanaume apokee neema. Haleluya! Nipungieni mkono. Niwaeleze kitu hapa katika jina la Yesu. Naja nyumbani, msiwe na wasiwasi. Ni watu wengi sana wakati huu na nyakati hii ambao walikuwa wagonjwa. Nina hakika wengi walikuwa wagonjwa, walikuwa manyumbani. Wengi walikuwa magonjwa, labda walikuwa mahali pa matibabu. Lakini huyu mmoja Yesu alimwendea. Kwa nini Yesu alimwendea? Hakuendea wala walikuwa manyumbani. Maana wengi Yesu aliyoponya ni wale ambao waliletwa kwa Yesu ili Yesu awaponye. Lakini Biblia inasema huyu Yesu alienda kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa mahali pa neema, mahali ambapo uponyaji unapatikana, mahali ambapo rehema inapatikana, mahali ambapo uwema unapatikana. Ibo Yesu akaenda mahali pale ili sisi tujifundishe kitu katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba tukikaa mahali ambapo pana neema ya Bwana, hiyo neema ya Bwana tutaipata katika jina la Yesu. Tukikaa mahali ambapo pana rehema za Bwana, rehema za Bwana tutazipata katika jina la Yesu. Tukikaa mahali ambapo pana wema wa Bwana, wema wa Bwana tutaupata katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye amo katika ufalme wa Bwana, amo uweponi wa Mungu. Kile ambacho kinachopatikana kwa Mungu atakipata katika jina la Yesu. Na ndiposa Yesu akaenda kwa huyu mwanaume. Alikaa mahali pa msaada, ingawaje hakupata msaada, maana hakuwa na mwenye nguvu. Lakini Yesu alikuja hapa kudhihirisha sasa si wakati wa kutumia nguvu zetu, ni wakati ambapo wa kumtumainia Yesu Kristo Bwana katika jina la Yesu Kristo. Si wakati wa kutumainia nguvu zetu, kutumainia uwezo wetu, kila ni wakati wa kutumainia Yesu Kristo Bwana katika jina la Yesu Kristo, ili yale ambayo sisi hatungeweza, nisikie jioni ya leo, kuyatenda kutokana na uweza wetu, kutokana na nguvu zetu, kupitia Yesu Kristo Bwana tunaweza tukayatenda katika jina la Yesu Kristo. Ili yale ambayo hatungeweza kuyapokea kutokana na uwezo wetu, kutokana na nguvu zetu, ama watu wenye nguvu kutusaidia, katika jina la Yesu tujifundishe tuna uwezo ndani yake Yesu Kristo Bwana kupata katika jina la Yesu. Na ndiposa Yesu alipokuja akamwambia, wewe mwanaume watakuwa mzima. Akamwambia, sikia mwanaume, wewe haujui nimekaa hapa muda gani, sina wa kunisaidia, sina wa kunishika mkono. Lakini Yesu akamdhihirishia, wakati ndio huu na majira ndiyo haya katika jina la Yesu Kristo, ambayo wakati umefika. Si uwezo wako, si nguvu zako, si wenye nguvu, si wenye uwezo, bali yale ambayo hatuyawezi katika jina la Yesu
tukimtumainia huyu Yesu Kristo Bwana, ni wakati wa neema. Wakati wa neema ni wakati gani? Haleluya! Neema ni nini? Ni kibali ambacho sikustahili kuwa nacho, ni kukubaliwa ambako sikustahili kuwa nao. Kwa hivyo kile ambacho sikustahili kuwa nacho, kile ambacho singeweza mimi mwenyewe katika akili zangu, katika uwezo wangu, katika nguvu zangu, katika bidii zangu, singeweza kukipata, ninaweza katika jina la Yesu, kwa uwezo na nguvu zake Bwana. Kwa hivyo yule mgonjwa alipona kwa sababu alikaa mahali pa uponyaji, alingojea hila kupata msaada. Lakini nashukuru Yesu, haleluya, sema nashukuru Yesu, kwa sababu ya majira aliyekaa mahali pale. Ni majira gani haya? Ni majira ya neema katika jina la Yesu, na neema ikamfikia. Nisikieni katika jina la Yesu, tunaishi majira ya neema na rehema za Bwana katika jina la Yesu. Na ndiposa ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8, haleluya, Mungu anasema mbio si kwa wale ambao ni wenye nguvu. Haleluya, wacha nisome. Haleluya, wacha nisome. Nisema nitasoma maandiko mengi, hata ukichelewa hakuna shinda. Vizuri tushike hili fundisho ili usikate tamaa. Sura ya 8. Sura ya 8 ama ni 11? Sura ya 9 nafikiri. Yes, sura ya 9. Sura ya 9 nitawasomea kitu. Tumo wakati wa rehema katika jina la Yesu. Sikia, linasema hivi. Tuseme nini? 9:14. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Asha! Maana mwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuje, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye, wala wa yule apigaye mbio, bali kwa yule arehemuje, yani Mungu. Haleluya! Si katika uwezo wa yule atakaye, wala yule apigaye mbio, bali yule arehemuje, ambaye ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo katika haya maisha tumo kipindi cha neema katika jina la Yesu. Tumo majira ya rehema, tumo majira ya wema. Si katika uwezo wa yule atakaye, wala yule apigaye mbio, bali wa yule ambaye arehemuje, ambaye ni Mungu. Huyu jamaa alikaa pale miaka 38 akitamani mtu wa kumsaidia, akitamani mwenye nguvu haje amweke mahali pale. Lakini Yesu akaja akamdhihirishia, sasa si wakati wa wenye nguvu, si wakati wa wenye uwezo, si wakati wa wenye mamlaka, lakini hata wenye nguvu na wenye uwezo na wenye mamlaka wakinyenyekea kwake Yesu Kristo Bwana, haleluya, wasiangalie uwezo wao na nguvu zao, kile ambacho huo uwezo wao na nguvu zao haungewafanyia, Yesu Kristo Bwana anawafanyia. Kwa neema ya Bwana, kwa rehema za Bwana, yanawezekana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya. Maana alikaa mahali pale, Yesu Kristo alimhurumia katika jina la Yesu Kristo. Nasi kuna mambo ambayo nasema tuyatarajie, yanayopatikana mahali ambapo Mungu ametuweka katika jina la Yesu. Na yanayopatikana mahali ambapo Mungu ametuweka katika jina la Yesu, katika ufalme wake. Je, tuko wapi? Haleluya, haleluya. Alitarajia uponyaji kwa njia ya nguvu, akupata kwa njia ya nguvu, lakini kwa sababu alikuwa
kipindi na majira ya neema akaupata kupitia neema, katika jina la Yesu. Na sisi kwa hii neema mali tuliyopo, katika jina la Yesu, ni nini ambacho tunatarajia? Utarajie nini katika ufalme wa Bwana? Utarajie nini katika haya maisha? Utatarajia nini? Haleluya! Ni nini ambacho Bwana ametuitia katika jina la Yesu? Kwanza wacha tujue ni wapi Mungu ametuweka kiroho. Na wacheni waambie, kabla sijasoma Biblia, nisikieni katika jina la Yesu. Na hili jambo ni vizuri tulijue. Haleluya! Nisikieni hili jambo tulijue, na wasi jioni ya leo nishikeni katika jina la Yesu. Tutakapolijua hili jambo katika haya maisha, tutaacha kukimbia mbio ambazo hazina matunda. Mimi nawaambia watu wengi kwa sababu ya kutojua wanakimbia mbio hazina matunda, wanatoa jasho halina matunda, wanafanya bidii haina matunda. Mimi nawaambia hawa watu ulimwengu huu wengi waitwe, waulizwe, waonyeshe matunda ya kile wanafanya. Mimi nawaambia wengi hawana matunda, jasho lao limepotea hivi hivi. Kwa nini hawana matunda? Mimi nawaambia Biblia inasema si katika mbio za yule atakaye ama yule apigaye mbio. Haya maisha ni katika uwezo wa yule ambaye Mungu anayerehemu. Na kitu cha pili, katika uwezo wa yule ambaye anayepewa nguvu na shetani. Maana shetani alimwambia Yesu, ukininamia mimi Yesu ninamie uniabudu, haya mali ya ulimwengu na miliki zote nitakupatia, maana napea yule ambaye nitakaye. Mimi nawaambia jioni ya leo, nisikieni katika jina la Yesu. Katika ulimwengu huu anayeinuka, hakuna mtu ambaye anayeinuka katika uwezo wake. Usindanganywe. Anayeinuka katika ulimwengu huu either ameinuliwa na Mungu ama ameinuliwa na shetani. Huo ndio ukweli wa mambo. Yeyote utaona ameinuka kibiashara, ameinuka kimamlaka, ameinuka kimali, kitawala. Yeyote aliyeinuka kwa njia yoyote ameinuliwa either na shetani ama ameinuliwa na Mungu, kwa sababu maisha, life is spiritual. Hallelujah. Lazima ujue life is spiritual, ili unapotembea katika haya maisha, sisemi uwe mvivu, maana Biblia inasema mvivu asile, lakini zingatia your spiritual life more than unazingatia maisha ya kawaida. I tell you the truth, zingatia your spiritual life more than unazingatia your physical life. Wengi wetu tunahangaika sana na maisha haya ya mwilini na tunasahau maisha ya rohoni. Maana Biblia inasema si katika yule atakaye, si katika yule apigaye mbio. Ukisoma kitabu cha Mhubiri, Mhubiri anasema hivi, ni Mungu anayejalia mwanadamu kupata matunda ya jasho lake. Na inasema ni Mungu anayejalia mwanadamu hata kula hayo matunda ya jasho lake. Na wacheni waambie, nitawaambia usiku wa leo, wote ambao wanaofanikishwa na shetani hawafurahii matunda ya yale mafanikio. Mimi nawaambia ukweli, hawafurahii matunda ya yale mafanikio, maana masharti ni 110. Haleluya. Mimi najua mmoja, si wawili. Najua mmoja hapa Kiambu. Haleluya. Hapa Kiambu. Bwana asifiwe. Kule Lari na mchua mmoja alifanikishwa na shetani na akawa tajiri sana, na sharti moja aliambiwa asiende choo kwa nyumba au anaenda kichakani. Sasa wewe niambie, mtu anaendesha Mercedes, anaendesha Prado, alafu unaona amepaki kwa kichaka, unafikiria ameenda picnic, ameenda kujisaidia kwa masharti ya shetani. Linasema ni karama za Bwana peke yake, ni baraka za Bwana asina majuto. Hawa watu ambao wamefanikishwa na shetani hawana amani, hawana furaha,
wala hawalali. Inasema Mungu awapendao anawapea usingizi, wanalala kama watoto wadogo. Hakuna mwanadamu aliyefanikishwa na shetani ana usingizi usindanganywe hata mmoja. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo zingatia sana kiroho yako, maana kufanikiwa sikudanganyi. Katika jina la Yesu ni katika kiroho. Wacha tuangalie Biblia ni wapi Mungu ametuweka na ni nini ambayo tunatarajia pale, ili katika haya maisha, katika jina la Yesu, tembea katika haya matarajio. Haleluya, tembea katika haya matarajio, maana ni mambo ambayo ufalme wa Mungu umetuhakikishia, katiba ya Mungu imetuhakikishia. Hayo ndiyo mambo yanayofanyika katika ufalme wa Bwana. Maana kila ufalme kuna mambo ambayo yanafanyika mahali pale. Kila utawala kuna mambo ambayo yanafanyika mahali pale. Hivyo hata ufalme wa Mungu kuna mambo ambayo yanafanyika mahali pale. Na katika jina la Yesu Kristo ni vizuri uelewe, ni vizuri ujue ni nini kinafanyika katika ufalme. Tunatarajia nini katika haya maisha? Katika jina la Yesu, unatarajia nini katika haya maisha? Katika jina la Yesu. Nimesema si katika uwezo, si katika nguvu, bali ni ufalme wenyewe unaofanya katika jina la Yesu. Kuna zile zinaitwa haki za msingi ambazo kila mwanadamu anastahili azipate katika taifa fulani. Ingawaje mataifa hayatimizi, hasa ya Afrika, lakini Europa wanatimiza katika jina la Yesu. Mataifa yaliyoendelea yanatimiza, na kuna taifa ambalo limeendelea likapita ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Life is spiritual. Tuangalie kitabu cha Waebrania 12:22 mpaka 24 katika jina la Yesu. Tuangalie mambo kadha wa kadha ambayo katika jina la Yesu yatatimia katika maisha ya kila muumini ambaye avunjiki moyo, arudi nyuma, anayesonga mbele katika jina la Yesu, anayemwamini Yesu Kristo hadi mwisho. Licha ya kile ambacho kinaendelea, kinatendeka leo, tunasonga mbele. Biblia inasema sisi si wale ambao wanaorudia nyuma wanaangamizwa, ila sisi ni wale wanaosonga mbele hadi tunaokolewa. Kwa hivyo aturudi nyuma, shetani asikie, aturudi nyuma katika jina la Yesu Kristo. Sisi wale ambao wanaorudi nyuma wanaangamizwa, ni wale tunaoamini hadi tunakombolewa, hadi tunaokolewa katika jina la Yesu. Waebrania 12:22 mpaka 24. Tasoma. Bali ninyi mumefikiria mlima Sayoni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi wa malaika elfu nyingi, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyuziwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Huyu ni mwandishi wa Ibrania, anaandikia Waibrania walioamini. Waibrania walio, anawaambia mahali walipoamini Mungu aliwaweka, na anafananisha ama anatofautisha na Israeli ya kitambo, Waibrania wa kitambo wakati wa Musa. Nisikie, haleluya. Hapa anapiga, ukisoma pale juu, anatofautisha Waibrania wakati wa Musa na Waibrania wakati huu walioamini. Anawaambia Waibrania wakati wa Musa, mahali ambapo walipokea agano na kila kitu ni mulima gani? Mulima gani? Sinai. Mulima Sinai, ndio Mungu aliwatokezea pale mulima Sinai, akawapatia sheria, maagano na kila kitu. Lakini anaambia hawa Waibrania wao sasa, wakati wa neema ambao tunaishi, anawaambia mahali Mungu aliowaweka hawa Waibrania walioamini, Mungu anawaambia ni mahali pale pia kanisa limewekwa. Kanisa ni nani? Kanisa ni wote waliomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Hilo ndilo kanisa. Kanisa sio Sifa Community Church, kanisa si Anglikani, si Catholic. Kanisa ni wale
waliomwamini Yesu Kristo Bwana kama Bwana na Mwokozi. Hilo ndiyo kanisa. Haijalishi dhehebu ambalo mtu anaenda. Dhehebu si neno. Madhehebu hayamo mbinguni. Majina madhehebu hayamo mbinguni. Kila majina binasema wale ambao wameandikwa majina yao mbinguni katika kitabu cha uzima wa milele. Hilo ndilo kanisa. Kwa hivyo Mungu anaambia Waebrania walioamini mahali ambapo Mungu amewaweka ni mahali kanisa lililomo. Mungu anawaambia hapo kanisa lililomo ni mlima Zayoni. Ni mlima Zayoni. Mlima Zayoni. Kwa hivyo kiroho tumo mlima Zayoni. Katika ufalme wa Bwana mahali tuliomo ni mlima Zayoni. Biblia inasema pale ndio panapo makazi ya Mungu, makazi ya watakatifu. Mahali pale ndio pana malaika. Mahali pale Biblia inasema hapo ndipo na Yesu Kristo alio, na damu ya Yesu Kristo mahali pale inatunenea mema. Kwa hivyo mahali ambapo sisi tumo ni mahali ambapo kuna wema, mema yananenwa mahali pale juu ya maisha yetu. Damu yake Yesu Kristo inatunenea mema kila siku katika jina la Yesu. Na ndiposa unaona ni ngumu sana katika jina la Yesu kuangamiza aliyeamini Yesu Kristo kupitia kafara. Nipungieni mkono. Haleluya. Haleluya. Na wacheni waambie, ndio chochote kiangamie katika haya maisha, iwe ni biashara iangamie, iwe ni ndoa iangamie, lazima kuwe na kafara ya damu iliyomwagwa mahali fulani. Damu na uhai ndio hutumika kuangamiza. Lakini sikieni, mahali ambapo Mungu ametuweka kiroho katika jina la Yesu, hakuna kafara yoyote ambayo inaweza tolewa, hata kama ni ya binadamu iliyotolewa, hili sisi tuangamie, hili sisi tuishe, hili wewe uishe, hili wewe uangamie. Na kuambia usiku wa leo katika jina la Yesu, hakuna kafara, hakuna sadaka, hakuna ibada inaweza angamiza aliyemwamini Yesu Kristo Bwana, isipokuwa upotoke kwa Yesu mwana wa Mungu, uache imani. Lakini muradi umo ndani ya Yesu, umo kwa imani, damu yake Yesu Kristo inanena mema. Pinasema inanena mema. Inanena mema katika jina la Yesu, kupinga sauti zozote ambazo sinanena kinyume nasi katika jina la Yesu. Hivyo jioni ya leo ningetaka tujue mali ambapo tulipo katika jina la Yesu. Kuna sauti kila siku ambayo inanena mema. Haleluya. Inanena msamaha, inanena tusamehewe, inanena utakaso, inanena mema. Damu ya Yesu inapinga damu zingine zote, siwe ni damu za kuku, siwe ni damu za binadamu, siwe ni damu za mbuzi, siwe ni damu za njangumi. Chochote ambacho damu zimetolewa, kafara zimetolewa, sadaka zimetolewa, mahali ambapo Mungu ametuweka katika jina la Yesu, kuna sauti inenayo kila siku, inanena mema katika jina la Yesu. Na ndiposa nawaambia katika jina la Yesu, tukishika imani katika jina la Yesu, tushike Yesu Kristo Bwana, haijalishi sauti zile ambazo zinanena usiku wa leo, haijalishi haleluya ni sauti gani ambazo zinatoka katika madhabahu ya kishetani, haijalishi ni sauti gani zinatoka katika madhabahu ya kichawi, ya kiganga, ni sauti gani zinatoka na makuhani na watu wa hofu, katika jina la Yesu kuna damu takatifu yake Yesu Kristo Bwana inayonena juu yako, inayonena juu yetu katika jina la Yesu. Kuna hii damu ya Yesu inanena kinyume na laana za kikoo, inanena kinyume na laana za kizazi, na mwishowe damu ya Yesu, damu ya Yesu ndiyo itakayosimama katika jina la Yesu, maana ni damu ya mwana wa Mungu, ni damu ya Mungu, haina hatia, haina hila, haina uozo, haina unajisi katika jina la Yesu. Kwa hivyo mahali ambapo Mungu ametuweka, mahali ambapo tunawekwa, kuna wema kila siku, kuna neno juu ya maisha yetu. Na wacheni waambie, vile tunavyotembea na Yesu, vile tunavyomfuata Yesu katika jina la Yesu, kile sauti damu ya Yesu inanena, tukikubaliana na neno la Bwana, tukubaliane na hii sauti katika jina la Yesu, haya mema yatadhihirika, because life is spiritual katika jina la Yesu. Haleluya.
Bwana asifiwe. Haya mema yatadhihirika. Nataka niwaambie usiku wa leo, laana za kichawi zitavunjika, kazi za kichawi zitavunjika, laana za kikosi zitavunjika, laana za kizazi zitavunjika, maroho ya kule yatashindwa katika jina la Yesu. Sauti zinazonena tufe, hatufi katika jina la Yesu, tutaishi. Zinazonena tuimalizike, hatumaliziki katika jina la Yesu, hatuishi, hatumaliziki, hatukaukiwi. Haleluya. Haleluya. Tuko mahali ambapo katika jina la Yesu kuna sauti zinanena, sauti ya damu ya Yesu inanena katika jina la Yesu, inanena mema juu yetu katika jina la Yesu. Haleluya. Inanena mema, inanena ufanisi, inanena utakaso hata usiku wa leo, inanena katika jina la Yesu. Na ndiposa sisi hatuishi wala tutaisha. Watamaliza kuku zao, watamaliza mbuzi zao, watamaliza watoto wao, watamaliza pesa zao, na sitaisha katika jina la Yesu. Lakini tutabaki tumesimama. Haleluya. Tutabaki tumesimama. Watamalizia pesa zao kwa uganga, watamalizia wakati wao makaburini na baharini, lakini tutabaki tumesimama. Tunaendelea. Haleluya. Tutaendelea, tutafanikiwa, tutanawiri. Hata hiyo ambayo imekukumba usiku wa leo, mahali ambapo Mungu ametuweka, haleluya, ni mahali pazuri. Atmosphere ya kwetu ni atmosphere nzuri katika jina la Yesu. Atmosphere mahali Mungu ametuweka kiroho ni atmosphere nzuri katika jina la Yesu. Pale kuna uhai, pale kuna uzima, pale kuna uponyaji. Wacha tuangalie katika jina la Yesu Kristo. Kwa tumeona Mungu ametuweka Mlima Sayuni, mahali ambapo damu ya Yesu inanena. Kwa hivyo katika hii safari, katika jina la Yesu, haijalishi kile unapitia leo, kila siku katika jina la Yesu, tarajia muujiza kutoka kwa Yesu Kristo, tarajia mema kutoka kwa Yesu Kristo, tarajia muujiza kila siku. Mwana wa Mungu, tarajia kutoka katika hiyo hali imekukomba, tarajia katika jina la Yesu. Haleluya. Maana hii ndio asili ya mahali Mungu ametuweka. Hiyo ndio mambo yanatendeka. Hiyo ndio asili ya mahali tuliopo. Haleluya. Ndio asili ya mahali pale, ndio asili ya ufalme wa Mungu, ndio asili ya Mlima Sayuni. Hii ndio asili ya pale tulipo katika jina la Yesu. Haleluya. Ni asili ya wema, ni asili ya mema. Kwa hivyo mema, tarajia mema. Shukuru Mungu kwa ajili ya mahali amekuweka. Hizi vitu ambavyo tunaviona, tunavyotembea na Bwana, vitapeperuka, vitaisha katika jina la Yesu Kristo. Vitapeperuka, vitaisha na vinaisha. Haleluya. Uchawi na uganga tumeushinda na tunaushinda, na kuna siku hata moja kama vile Mungu aishivyo, uchawi na uganga, kafara na sadaka na ibada za kishetani sitafaulu kinyume nasi. Haleluya. Hasiwezi faulu kwa ajili ya mahali tuliomo. Kwa hivyo tu zaidi ya washindi, tarajia ushindi, tarajia kupona, tarajia kuinuka, tarajia kuendelea, tarajia kuwe na matarajio. Kata uongo wa shetani, kata uongo wa shetani usiku wa leo. Tukata uongo wa shetani katika jina la Yesu. Maana mahali Mungu aliyotuweka ni mahali pema, na haya mambo yanadhihirika, yatadhihirika katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo tumo katika Mlima Sayuni katika jina la Yesu. Hapo ndipo Jehova Baba ametuweka. Damu ya Yesu iko mahali pale, Yesu Kristo ako mahali pale, jeshi la malaika liko mahali pale, Mungu Baba ako mahali pale, kanisa liko mahali pale, watakatifu wako mahali pale. Ni mahali ambapo panatiririka uzima, panatiririka uhai katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo utakuwa na uzima. Wacheni waambie usiku wa leo, kama kanisa tunafanikiwa katika jina la Yesu. Sema amen. Na waambia kama kanisa tunafanikiwa, kama ushirika tunafanikiwa, kama watu binafsi tunafanikiwa, tunafanikiwa. Sema amen. Shangilia Bwana, shangilia Bwana Yesu. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Tunafanikiwa katika jina la Yesu. Na kuna kitu shetani na wakala wake watafanya kwa ajili ya mahali Mungu ametuweka katika jina la Yesu. Hivyo kufanikiwa, tutafanikiwa, tutanawiri, hautaangamia, hautasimia. Bwana Mungu anafanya kitu, ndio asili ya mahali Mungu ametuweka katika jina la Yesu. Twende kitabu za Zaburi 102. Zaburi 102
katika jina la Yesu. Nisaidie na hiyo maji. Ngoja nisaidie na hiyo maji kwa hapo kwa meza. Zaburi 102. Haleluya. Tunatarajia nini Zion? Haleluya. Ni nini kinatendeka Zion? Katika hii safari tunatarajia nini? Mwana wa Mungu unastahili utarajie nini? Usikonde. Usikate tamaa. Usiache imani. Haleluya. Haya mambo yanafanyika, yatafanyika, yanafanyika. Zion aliyotuweka Bwana kiroho, life spiritual. Hawa kishetani huenda kuzimu, huenda mautini, huenda makaburini, huenda chini ya bahari. Mimi nawaambia, wacheni waambie jioni ya leo. Life spiritual, wachawi, waganga, waabudu shetani, waendao kwa uganga, kwa msaada, waganga wanaenda wapi? Sisi Bwana ametuweka Zion, na uenda wapi? Uenda baharini, chini ya bahari, uenda kuzimuni kwa shetani, uenda mautini, makaburini. Huko ndiko wanakoenda. Wasiwadanganye. Kiroho uenda huko, hata kimwili uenda huko, ili wapate nguvu za kishetani. Ila sisi Bwana ametuweka mahali yumo, mlima Zion, katika jina la Yesu. Life is spiritual. Si katika uwezo. Kitambo ni uwezo, lakini sasa ni neema yake Yesu. Ni mkono wa Yesu Kristo. Ni mkono wa Yesu Kristo. Kwa hivyo usijiangalie katika jina la Yesu. Usijiangalie, usiangalie uwezo wako, usiangalie chochote, muangalie Yesu Kristo katika jina la Yesu. Huyu jamaa alimwambia Yesu sina mtu, na kweli hakuwa na mtu, ndiye akakaa mahali pale 38 years. Lakini kwa sababu wakati wa neema ulikuwa umefika, si katika uwezo bali mkono wa Yesu, bali kwa neno la Yesu Kristo. Yesu akamwambia inuka utembee kwa neno lake. Kwa hivyo kwa neno la Bwana katika jina la Yesu tutafaulu, tutafanikiwa katika jina la Yesu. Narudia, kwa neno la Bwana, maana li hai linatenda kazi lenyewe, na hakuna chochote kiweza kushindana na neno la Bwana. Haleluya. Ndio napenda neno la Bwana, ndio napenda hati ya Bwana, maana hakuna mwanadamu, maana hakuna shetani, hakuna ibilisi, hakuna mchawi, hakuna mshetani yoyote, hata yule anayejipiga kifua, hata yule anayejindai, hauwezi kushindana neno la Bwana akadishinda. Halijawahi shindwa, hata ibilisi mwenyewe hawezi. Nikudanganya umedanganywa na ibilisi. Kwa sababu ya muda tunaendelea. Zaburi 102 13-21 nitasoma. Wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu Sayoni, kwa maana ndio wakati wa kuhurumiwa. Naam, majira yaliyoamuriwa yamewadia. Binasema Mungu mwenyewe ndiye atakayesimama na kuihurumia nini? Sayoni. Maana majira yake ya kuhurumiwa yamefika. Niwaambia kabla ya Yesu Kristo Bwana nilikuwa ni mwenye nguvu. Ni mwenye nguvu. Yule Bwana miaka 38 years hakupata msaada. Hakupata msaada. Maana ilikuwa ni mwenye nguvu. Haleluya. Lakini sasa si wakati wa mwenye nguvu. Ni wakati wa huruma za Bwana. Haleluya. Ni wakati wa huruma za Bwana. Ni wakati wa rehema za Bwana. Ni wakati wa wema wa Bwana kwa wale ambao wanao mtegemea. Biblia inasema si katika yeye hatakaye, si katika yeye hapigaye mbio, bali ni yule ambaye Bwana amhurumia. Na Bwana ni wa rehema, ndio asili yake. Asili ya ufalme wa Mungu nisikieni, ni neema, ni rehema, ni wema. Asili ya ufalme wa shetani ni gani? Ni kuiba, ni kuua, ni kuangamiza. Lakini ufalme wa Mungu ni rehema, neema na wema na uzima tele tele. Lakini ufalme wa shetani ni mauti, wizi, ndio imejaa mahali hapo. Kwa hivyo nabii nasema na majira yaliyoamuriwa yamewadia. Majira yetu yamewadia, maana tunaishi wakati wa neema. Kwa hivyo ni sasa katika jina la Yesu. Ni wakati wowote Mungu akutendee katika jina la Yesu. Anytime God can change your situations, anytime, any day. Tarajia Bwana katika jina la Yesu. Kuna uwezo unapotembea katika jina la Yesu. Tarajia rehema na huruma za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea. Maana watumishi wako wameyarithia mawe yake na kuyaonea huruma mavumbi yake. Kisha mataifa
wataliogopa jina la Bwana na wafalme wote wa dunia utukufu wako. Bwana atakapokuwa ameijenga Sayoni, atakapoonekana katika utukufu wake, atakayowapelekea maombi yake aliyemkiwa, asiye dharau maombi yao. Haleluya. Biblia inasema itafika wakati na Mungu atasikia maombi ya wao walioukiwa, walioachwa, wanaolia, wanaomlilia Bwana. Biblia inasema Mungu kwa sababu ya rehema na huruma atasikia maombi yao. Kina nani? Walio Sayoni, katika jina la Yesu. Kwa hivyo omba katika jina la Yesu. Mungu anasikia maombi yako katika jina la Yesu. Mulilie Bwana, muombe. Humo Sayoni mahali Mungu yuko, anakuhurumia na anasikia maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Omba katika jina la Yesu. Hiyo hali yako ni ngumu kwako, lakini nashukuru Bwana, si katika uwezo wetu. Haleluya, haleluya. Kama ni katika uwezo wetu, tutakaa hapo hata sisi miaka 38, lakini hatutakaa hiyo miaka nenda miaka rudi katika jina la Yesu, maana si katika uwezo wetu. Huyu mwanaume alikaa pale kwa sababu ni katika uwezo wake, ni katika uwezo wenye nguvu, na kuna mwenye nguvu aliyemhurumia, lakini kuna mmoja anaitwa Yesu Kristo anayehurumia wadhaifu wasio na nguvu. Biblia inasema hapa, tumesoma katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Maana ndio wakati wa kuhurumiwa. Naam, majira yaliyoamuriwa katika jina la Yesu yamefikia. Haleluya. Maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni Bwana ameangalia nchi hili, akausikie kuugua kwake aliyefungwa, na kuwafungua walioandikiwa kufa. Haleluya. Anasikia, haleluya, kuugua kwake. Niwaambia, ompeni maombi ya kuugua. Mungu anasikia kuugua kwake. Mungu anaona huko kuugua kwako. Mungu anaona katika jina la Yesu. Na majira yamefika Mungu akuhurumie, si katika uwezo wala nguvu zako. Kwa hivyo usisumbuke, hauna uwezo, hauna nguvu, hauna namna, hauna njia. Muangalie Yesu, mtegemee Yesu. Life is spiritual, I tell you. Life is spiritual. Anayewezeshwa na Mungu na anayewezeshwa na shetani. Lakini anayewezeshwa na shetani naye hana amani, na hatakuwa na amani hata milele katika jina la Yesu. Ni karama za Bwana peke yake hazina majuto. Wanadamu wasikie. Itafaidi mwanadamu nini? Apewe ulimwengu wote na shetani, kisha akose amani na uzima wa milele kwa nafsi yake. Mimi nashangaa, kibanda ya tomato inafanya mtu aende kwa muganga. Kibanda ya tomato inafanya mtu aende kwa muganga. Just imagine. Kibanda ya tomato ya kuuza cabbage, tunguo tomutumba, kakibanda kabiatu, kanafanya mtu aende kwa muganga. Hausa nafsi yake. Honestly, nafsi yako unabadilishana kibanda ya tomato. Nafsi yako unabadilishana tunguo tomtumba. Honestly. Yesu anauliza, hata kama ni ulimwengu wote upewe na shetani, upoteze nafsi yako, wewe mwanadamu utafaidika na nini? Utaenda kwa muganga, ndio wateja watakuja wanunue tomato, lakini hiyo pesa mimi nikikuuliza nionyeshe imefanya nini? Hakuna. Maana shetani anakupatia na mkono wa kuume, anachukua na wa kushoto. Shetani si rafiki wa mwanadamu. Haleluya, haleluya. Tumwangalieni Yesu katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea. Binasema umo. Haleluya. Hapo Bwana asifiwe. Binasema walio tangaziwa, waliandikiwa kufa, wakija Sayoni, waliandikiwa kufa, waliandikiwa kuangamia, wakija Sayoni, maana ni mahali pa uzima wa milele. Hiyo mambo ya kufa, hiyo mambo ya kuangamia inaisha. Tunaambia kuna sauti pale inenayo, sauti ya damu ya Yesu. Kwa hivyo hatuwezi angamia wala tutaangamia katika jina la Yesu. Waliochinja kuku zao wamekula huu, waliochinja mbuzi zao wamekula huu, waliotoa pesa yao kwa uganga wamekula huu, na wataendelea kula huu na hasara njuu katika jina la Yesu. Walioenda baharini waende kabisa. Haleluya. Mahali Mungu ametuweka, haya ndio matarajio. Atufi. Hata kama unaona mauti, haufi katika jina la Yesu.
Haleluya. Labda Mungu mwenyewe ameruhusu uende ukapumzike, lakini si kachawi kamechinja kuku ati mimi niuliwa na kuku. Iko mtu mwingine hatuna akili. Wewe uliwa na kuku ati. Mtu ameenda kwa mganga peleka kuku nyeusi, kaambia kata shingo. Inapokufa sema huyo mchungaji akufe, huyo akufe, nani akufe? Wanjadhari wasio wakafa wao. Wakicheza watakufa wao. Narundia wakicheza watakufa wao. Haleluya. Tunaendelea. Haleluya. Umesikia? Haukufi katika jina la Yesu. Wala tufi. Wala hakuna nyumba hii atakaye kufa kabla wakati wake. Nasema hakuna wa nyumba hii atakaye kufa kabla wakati wake. Hakuna wa nyumba atakaye kufa kabla wakati wake. Wala wa kwetu atakaye kufa kabla wakati wake. Biblia inasema walioandikiwa mauti Bwana anapangusha yetu hapa Sayoni katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo tumaroto ajali, tumaroto magonjwa, wanatuma watafuta jambo lingine la kufanya. Wachawi wako wanatafuta jambo lingine la kufanya katika jina la Yesu. Wakule tumetokea watafuta jambo lingine la kufanya. Wakitengela watafuta jambo lingine la kufanya katika jina la Yesu. Hiyo ni ukweli. Na wala siwaambii waache, waendelee. Haleluya. Lakini watakula na hasara juu na kupoteza wakati na waende jehanamu wasipotubu. Haleluya. Tuende kitabu ya Isaia 61. Tunapomalizia kwa sasa. Ni neno ambalo tumelisoma siku mingi. Nini unatarajia? Ni nini unatarajia katika imani unapotembea na Yesu? Tarajia mambo kila siku katika jina la Yesu. Tarajia mema. Furahi, shangilie. Mimi nasema tuliomwamini Bwana tufurahi, tushangilie katika jina la Yesu. Anything good can happen any day. Hallelujah. Unaamka siku moja na matatizo yako na shinda zako, Mungu anafanya kitu, inabadilisha maisha yako. Na wale waovu hivyo ndivyo ilivyo. Wanaamka siku moja, wanaendelea na uovu wao, wanaangamia. Biblia inasema kuangamia kwa muovu ni kwa ghafla. Mimi nawaambia ukweli katika jina la Yesu. Isaia 61. Nini tunatarajia na si kutarajia nini itatendeka? Maana hakika kama vile Mungu aishivyo, haya mambo yatafanyika, haya mambo yatatendeka. Sema amen. Narudia, kama vile Mungu aishivyo, hakika haya mambo yatafanyika kwetu na kwa kanisa katika jina la Yesu. Maana hii ndio asili ya ufalme wa Mungu, ndio asili ya pale Mungu ametuweka. Ndio mambo yanayofanyika katika taifa letu, katika ufalme wetu. Haya ndio mambo, hizi ndizo haki za kimsingi katika jina la Yesu Kristo. Hizi ndio haki za kimsingi. Haleluya. Tunaendelea. Isaia 61. Nimesoma mara mingi, nitasoma tena na tena katika jina la Yesu. Maana ni ahadi ya Bwana, maana ni kweli ya Bwana, maana ndio mambo yanayofanyika, yatakayofanyika katika jina la Yesu. Sema amen. Yatafanyika haya. Neno la Bwana ni kweli, neno la Bwana ni hakika. Nyie achane na shetani, kila anachosema ni shinda zake. Achane na tuchawi na tuganga, ni shinda zao. Neno la Bwana ni kweli, neno la Bwana ni kweli. Haleluya. Mimi niliwaambia anayebishana neno la Bwana nitamheshimu tu. Ile siku mauti yatakuja, ayaambie mauti enda, na mauti yasikie. Lakini kama Bwana alisema mwili utarudi mavumbeni, na mwili unarudi mavumbeni, basi hata hilo lingine Mungu amesema litatimia. Kwa hivyo anayeshindana neno la Bwana na ana uwezo wa kuishi milele, basi anajidanganya. Nisikieni, yeyote ambaye anayeshindana na neno la Bwana, yeyote ambaye anayepinga neno la Bwana na hana uwezo wa kupinga mwili kwenda mavumbini, basi huyo amejidanganya. Nitaheshimu mwanadamu ambaye atakataa kufa aishi milele, huyo nitamheshimu huyo. Lakini muradi mwanadamu neno la Bwana nasema ataenda mavumbini, na anaenda mavumbini, asikutishe. Narundia, mwanadamu wa kwenda mavumbini asikutishe. Labda tupatane na mmoja ana kama miaka 200 na bado ana nguvu, na kai kama atakufa. Haleluya. Huyu akiongea
anaweza kukutisha, lakini si hawa. Hata wenyewe wamezeeka, hata hawana nguvu. Mtu ni nyanya amezeeka tayari, hata mwenyewe anajua anaelekea kaburini, lakini ana kiburi kama nini. Wengine hata nguvu za mwili hawana, wanakaa watabebwa na upepo wa peperusho watupwe, na bado wana kiburi, wamedanganyika tena sana. Mungu awahurumie, Mungu awarehemu katika jina la Yesu. Wafumbuke macho katika jina la Yesu, waone njia walioishika, waone kule wanakoelekea. Hakuna shinda naye na neno la Bwana, maana alisemacho Mungu ndicho kitatimia hata katika maisha yako katika jina la Yesu. Neno la Bwana ndio final, ndio final. Tunaendelea. Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma hili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kizazi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Mstari wa 3, kuagizia hao waliao katika Sayuni. Waliao wapi? Waliao wapi njao? Na Mungu ametuweka wapi? Kwa hivyo kazi ya Yesu ni ambapo tumeisoma hapa. Yesu ana shughuli mbili za Yoni, ni hii anaofanya, na itafanyika kwetu, maana ndio asili ya kule ambako tuko katika jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema kuagizia walio katika Sayuni wapewe taji la maua badala ya majivu. Majivu ni aibu, na si katika uwezo wetu tujifundisha na huyu mwanaume, si katika nguvu zetu. Ni wakati wa neema, ni neema na rehema za Yesu Kristo juu ya maisha yako. Kwa hivyo tarajia Yesu Kristo Bwana katika jina la Yesu. Aibu ambayo iliyoletwa na shetani, iliyoletwa na nguvu za giza, usisumbuke. Yesu ataiondoa katika jina la Yesu, hataiondoa. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Mimi sisumbuki katika jina la Yesu. Mimi sitaki kujua wanasema nini, shinda zao. Waseme, hata waandike magazeti, Tele Nation, huyo mchungaji ako na hiki na hiki, ako hivi na hivi, waandike, waweke mambelboard. Lakini ahadi ya Bwana haibu. Haleluya. Na ndivyo Mungu anaofanya kwa wale ambao ni waaminifu. Kwa hivyo majibu ni haibu, Mungu hanaiondoa. Hiyo ni asili ya mahali Mungu ametuweka, ni asili ya ufalme wa Bwana. Haya ndiyo mambo yatendekayo katika Sayuni. Kwa hivyo unapotembea, tarajia kuondolewa haibu katika jina la Yesu. Mungu anaambia wana wa Israeli, na aibu ya Misri nitaiondoa. Katika kitabu cha Misri tunaona aliondoa aibu ya Misri, aibu ya utumwani. Tulikuja na aibu, aibu za dhambini, tulitenda dhambi, aibu ikatupata huko, tukaja na aibu. Haleluya. Ulipotubu Bwana ataifuta katika jina la Yesu. Aibu umetoka, tembea na Yesu. Mimi nawaambia life is spiritual. I tell you life is spiritual. Kama mtu anaenda kwa uganga, anapata msaada kidogo, unafikiria Yesu Kristo ana uwezo wa kufanya nini? Mungu ana uwezo wa kufanya nini? Haleluya. Tunaendelea. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Haleluya. Mafuta ya furaha badala ya. Kwa hivyo kuna kuondolewa haibu na kupewa maua. Maua ni uvutio. Kuna kuondolewa maombolezo na kupewa furaha katika jina la Yesu. Sayuni haya yanaendelea. Vazi la sifa badala ya roho nzito. Hiyo roho nzito, haleluya, katika jina la Yesu, ili waweze kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana Zayoni. Haleluya. Soma hiyo Zaburi 102:13 tu kuendelea, uone yale Bwana atakayotenda. Ili waitwe miti ya haki iliyopandwa na Bwana Zayoni, ni makazi ya Bwana katika jina la Yesu. Hivyo wapendwa, tusimameni mbele zake Bwana. Kama ni kubarikiwa, tunabarikiwa katika jina la Yesu. Sema amen. Kubarikiwa tunabarikiwa, kuongezeka tunaongezeka, kuinuliwa tunainuliwa, kupona tunapona, kutajirika tunatajirika katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Biashara tunafanikiwa katika jina la Yesu. Ndoa mtakuwa nazo katika jina la Yesu. Haleluya. Na uzima wa milele tutakuwa nao katika jina la Yesu Kristo. Tutarajieni mema,
tunapotembea na Bwana katika jina la Yesu. Kila siku ni siku ya muujiza. Tembea kwa furaha. Haya mambo Mungu ana njia zake katika jina. Wanawaambia ushuhuda. Mimi na ushuhuda mingi. Na shuhuda mingi. Niliwaambia juzi, kuna jambo lilikuwa limenisumbua sana la kipesa, na nikaamua kuuza vitu fulani, na mwenye kutafuta mnunuzi na kanipatia. Wanawaambia kuhusu mwanaume rafiki yangu, vile Mungu alivyomtembelea. Alikuwa anaokota scrap metals kwa ntasti, sinaitwaji, mahali patakataka zinatupwa. Enda pale anaokota, anaenda kuuza. Na Mungu alimtumia mtu hapo. Haleluya. Mungu alimtumia muhindi. Nipungieni mkono. Huyu muhindi si mtu wa Mungu. Anaabudu ng'ombe. Anaabudu nini? Anaabudu nini? Muhindi wa kuabudu ng'ombe. Tie Mungu alitembelea. Na ndiye anaambia Yeremia, sikia Yeremia, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Mimi ni Mungu wa wote wenye. Kuna mwanadamu Mungu hawezi tumia, hata shetani mwenyewe anaweza tumia. Alipotaka kuua Ahabu, akaitana mkutano. Akasema Ahabu atakufa namna gani? Nataka aenda kufia vitani. Hakuna malaika aliyejitokeza. Binasema pepo ndio ilijitokeza. Akasema mimi nitamuua. Mungu akamuuliza vipi? Pepo ikaeleza. Mungu akamsema enda na ufanikiwe. Haleluya. Mapipani, baniani, mwabudu ng'ombe, akatumwa na Mungu amsaidie, na akamsaidia. Bwana asifiwe. Na akamsaidia. Leo ni tajiri. Yule kijana alikuja hapa, Hope Isande atakuja, nimemwalika. Yule akaja hapa na Land Rover ya kinjeshi. Bwana asifiwe. Mungu alimtumia mtu akiwa ameajiriwa garage kuarusha magari. Na hivyo ndivyo maisha yake yalibadilika mpaka wale. Leo ana yake ameajiri watu 14. Maisha yakabadilika hivyo. Mungu akafuta aibu. Hakuenda hata high school. Lakini kazi wanaofanya ni watu wenye degree. Tena ya serikali. Hakuwa na connection. Acheni kutafuta connection katika. Tafuteni Yesu. Njoo tafuta Yesu. Fanya bidii, tafuta Yesu. Fanya kile ufanyacho kwa bidii, usiwe mvivu. Lakini tafuta Yesu, achana mambo ya connections za watu. Tunaishi kwa neema. Wakati wa neema, tunueni mikono yetu. Bwana wetu na Mungu wetu, Baba wa rehema, ni asante Mungu wetu. Ni asante Baba yetu, kwa kuwa Bwana katika jina la takatifu yake Yesu Kristo umekusundia Bwana. Haleluya. Haleluya. Kubadilisha hali zetu Bwana. Huduma hii unaibadilisha. Kanisa hili unaibadilisha. Watu hawa Bwana unabadilisha. Hisi hali wanapitia unabadilisha Bwana. Haya mambo wanapitia unabadilisha Bwana. Unabadilisha Mwokozi. Tunapotembea nawe katika jina la Yesu, unafuta kila aibu, kila ukanga, kila uchawi, kila ushirikina, kila lahana, kila spero, chochote Bwana. Nasi Bwana unafuta Bwana katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana Mungu. Wimitiwe Bwana, wimitiwe Mwokozi. Pokea sifa Bwana, pokea shukrani. Hapana mwingine ila wewe Bwana, kila wewe Mwokozi. Pokea sifa Yesu, pokea shukrani. Wimitiwe Bwana, wimitiwe Mwokozi. Nakushukuru Bwana kwa watu hawa, nakushukuru kwa kanisa hili, nakushukuru kwa ushirika huu na area hii Bwana, kwa kila unachokifanya katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana Mungu. Tujifunika na damu ya Yesu na wafunika na damu ya Yesu. Wabarikiwe.